Tayari kikosi cha mabingwa wa kihistoria Young African Sports Club kimesharejea Dar es Salaam kutokea Dodoma, ambako jana tulipiga pale mchezo wa ligi kuu ya NBC na tukapata matokeo ya goli 1-1. Timu imewasili leo hapa na ratiba ya awali ambayo imetoka, wachezaji wamepewa muda kidogo kwenda kupumzika na wako wachezaji ambao wameitwa kwa majukumu ya timu ya taifa. Kwa siku 2-3 hizi hakutakuwa na mazoezi yoyote yale. Players wamepewa mapumziko kidogo ya muda kwenda kuweka miili sawa baada ya ratiba ngumu back to back kuweza kumalizika kwa wakati huu. Ambacho kinaendelea sasa hivi ni uongozi wa klabu ya Young Africans. Kama ilivyokuwa ada ya viongozi wetu, umeshamalizika mzunguko wa kwanza na tumecheza pia mechi moja ya mzunguko wa pili. Maana yake ni fursa ya viongozi wetu kwenye hizi siku 10 ambazo timu itapumzika kwenda kufanya tathmini ya kawaida kabisa kuhusu timu kwa mzunguko wa kwanza wa ligi kuu ya NBC, wapi ambako tumepatia na wapi ambako kuna changamoto pafanyiwe kidogo improvement ili mambo yakawe sawa. Tumemaliza mzunguko wa kwanza kama Yanga tukiwa juu ya kilele cha msimamo, hatujapoteza mchezo wowote, bado ni unbeaten na Mungu ametujalia licha ya ratiba kuwa ngumu, majeruhi kuwa wengi kwenye timu yetu, lakini bado hatujaangusha point kwa maana ya kufungwa na bado hatujashuka juu kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu. Ukikumbuka msimu uliopita nyakati kama hizi, baada ya mzunguko wa kwanza tulikuwa tunakamata nafasi ya pili. Msimu huu tunakamata nafasi ya kwanza na inatupa fursa viongozi kwenda kujadili vizuri sasa kuhusu tathmini ya timu yetu. Nafahamu kumekuwa na maoni mengi ya wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu kuhusu maeneo mbalimbali kuhusu timu yetu Young African Sports Club, na niwaambie viongozi wa Young Africans, viongozi wasikivu ambao mara zote interest yao ni kuhakikisha timu yetu inafanya vizuri zaidi ya ilivyokuwa jana, ilivyokuwa juzi. Kwa naamini tuwe watulivu, wananchi tutulie, tuwape muda viongozi wetu wafanye tathmini nzuri ya mzunguko wa kwanza na waweze kuyagundua maeneo ambayo tumefanya vizuri na maeneo ambayo tukayaboreshe kwa maana ya kuongeza nguvu ili mzunguko wa pili vichapo visikwame, yani tuchape watu mfululizo inshallah.